Karibu tujadili kuhusiana na kile ambacho BASATA inafanya. Hili ni Baraza la Sanaa la Tanzania ambalo lilianzishwa mwaka 1984 ikiwa chini ya sheria namba 23 ya mwaka 84 na maboresho yake namba 5 yakafanyika mwaka 2019. Lengo ama dhima kuu ikiwa ni kuwezesha ubunifu, uzalishwaji na uuzwaji wa kazi za sanaa. Na moja kati ya majukumu yake hasa ni kufanya usajili wa makundi mbalimbali ama jukumu la kurasimisha sekta za sanaa kupitia usajili wa wasanii, vikundi na hata watu binafsi. Na wakati huu usajili huo unahimizwa zaidi kwa makundi kama vile wasusi, wapiga picha, vinyozi, na tutafahamu pia mengi kuhusiana na hiki ambacho kinafanyika. Katika kuzungumzia hili tunaye Gabriel Awe ambaye ni afisa sanaa na mkuu wa dawati la usajili kutoka BASATA. Karibu sana Gabriel. Asante. Tunaye pia Avila Chaula ambaye ni msusi na mnufaika pia wa usajili huo. Karibu sana. Asante. Karibuni. Karibuni sana jamani. Asante sana. Na ni taarifa ambazo zimekuwepo na watu wamekuwa wakiuliza na kushangaa pia katika makundi haya mbalimbali ambao BASATA mnasajili. Pengine kwanza tuanze kwa hasa ni kina nani ambao wanahusika katika usajili huu. Karibu Awe. Asante. Wanaohusika katika usajili ni wasanii na wadau wa sanaa. Na ukiangalia sanaa kwa upana wake ni pana sana kiasi kwamba huwezi ukataja vipengele vyote. Kwa hiyo tumeiweka katika makundi matatu. Kwa hiyo kuna sanaa za maonesho, kuna sanaa za ufundi na muziki. Kwa hiyo kwenye hayo makundi matatu ndio unaweza kupata sanaa zingine zote. Kwa hiyo tunapoenda kuzungumzia wasusi, vinyozi, wapiga picha, hao wanapatikana katika kundi la sanaa za ufundi. Ukienda kwenye sanaa za maonesho huko ndo utakuta kuna ngoma, kuna sarakasi, kuna mazingaumbwe na kadhalika. Na muziki ni kama ulivyo unafahamika na aina zake zote huko kwenye hilo kundi. Kwa hiyo wadau wote hao na wasanii pia wote wanatakiwa kujirasimisha Baraza la Sanaa la Taifa, ikiwa ni takwa la kisheria, lakini vile vile kutambua kazi zao ambazo wanazifanya, lakini pia kuweza kuzipa thamani ili ziwe na thamani na waweze kufaidi kile ambacho wanakifanya au vipaji vyao ambavyo wanavyo vina thamani zaidi. Kazi ya ususi, unyozi ama upiga picha ina uhusiano gani ama uhusiano vipi pia na sanaa? Sanaa kwa tafsiri yake ni ubunifu ambao anaufanya mtu. Ni kitu ambacho anacho kichwani, lakini sasa anakuja kukiweka katika hali halisi ya kuonekana. Kwa hiyo ndo maana ubunifu unaweza ukawa kitu fulani ambacho kinatofautiana na cha mtu mwingine. Mtu jinsi gani anavonyoa unaweza ukawa ni mtindo fulani ambao unapatikana kwa mtu fulani. Kwa hiyo unakuwa ni ubunifu wake. Kwa mimi nataka ninyoe namna fulani au nahitaji msuko fulani nitaupata sehemu fulani, ni mtu huyo ndiye ambaye amebuni. Kwa hiyo ubunifu au kitu fulani ambacho mtu ameweza kutoa mawazo yake akayaweka katika hali ya uhalisia na kuonekana, hiyo ndo sanaa halisi na mtu anapaswa kufaidika na hicho ambacho anakifanya. Kwa hiyo serikali kitu ambacho inafanya ni kutambua huo ubunifu ambao unafanywa na watu mbalimbali na vile vile kuupa thamani ili watu waweze kufaidika nao. Sasa unajua, baada ya kusikia kwamba watu wa sanaa bunifu wanatakiwa kusajiliwa na BASATA, ni kama baadhi ya watu wakawa wanaogopa hivi. Unajua kuna wengine tu wakisikia BASATA yani wanafikiria kufungiwa, yani vitu kama hivyo. Sasa Chaula, mtu ambie wewe ilikuwaje ukaamua kwenda kujisajili, licha ya kwamba baadhi ya watu wanaofanya shughuli kama unazofanya ni kama wanaogopa hivi kwamba kwani kuna nini, mbona tunatakiwa kusajiliwa?
mimi nilikuwa tunaona like wasanii wenzetu wengine wanavyopewa kipaumbele serikalini. Nika make hoja, nikauliza kwamba inakuwaje sisi wasusi au sisi watu wa makeup artist tupo kwenye kundi gani? Namshukuru Mungu alinipigia simu BASATA baada ya kuiona hiyo video niliposti mtandaoni. Wakanipigia simu, nikaenda pale nikakutana na dokta mwenyewe kabisa, akanielekeza vizuri kwamba sisi tupo chini ya BASATA na hiyo program wameipitisha nadhani kwenye bunge la mwezi wa 7 ilikuwa nafunga. Kwa hiyo wamepitisha rasmi like kwamba sisi tupo chini ya Wizara ya Sanaa na tuko chini ya walezi wetu ambao ni BASATA. Yes. So ndio ilikuwa hivyo. Na ili yani wakati unafanya usajili, yani uliamua kufanya kwa hiari yako na baada ya kuridhishwa na maelezo ambayo BASATA walikupatia? Yes. Kwa hiari yangu mwenyewe kabisa. Na wao walikwambia lengo lao ni nini hasa? Lengo lao wao wanataka kwanza kutuleta pamoja sisi kama wasusi, na pia walinipa fursa mbalimbali ambazo zinapatikana kama kuna fursa za mikopo ambazo zipo na watu wengi sisi tulikuwa tuzijui, japo kuna baadhi yetu walinufaika last time, kwa hiyo sisi tulikuwa hatuzijui. So baada ya mimi kujisajili ndo I'm on the process sasa hivi. Ukiachana tu na mikopo, kuna fursa nyingi ambazo zipo BASATA ukiwa chini ya BASATA na ukiwa nakutambua. Kwa mfano mimi ni mwaka huu niliweza kuandaa event kubwa sana ilifanyika last week na tulikuwa chini ya BASATA ambayo ilikusanya wasusi zaidi ya 500. Tulikuwa pamoja kwa ajili ya kujifunza. Nadhani unaelewa kwamba like sisi sekta yetu ilivyo, na tumeweza kukusanya wasusi zaidi ya 500 pamoja chini ya usimamizi mzuri wa BASATA. Kwa hiyo kuna kitu kime add value katika sanaa yetu. Sasa hivi tena tumekuwa hatudharauriki. Sasa na utofauti, nataka kujua utofauti kabla hujajisajili na wakati unafanya shughuli zako na wakati huu ambapo umejisajili. Ni manufaa kiasi gani ambayo unaona umeyapata? Mimi naona sana sasa hivi nimekuwa known, afu nimekuwa kama kazi yangu imeheshimika. Kupitia yani ukifanya before na after, like sasa hivi nimekuwa known tayari, naweza kusuka watu wakubwa tayari. Mimi namsuka Mheshimiwa Jokate, na wasuka watu kama kina Mr. Mobeto, na wasuka watu kama kina Mama Dangote. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba like kuna value imeniongeza, na hata kufika hata hapa mimi nisingeweza, lakini chini ya BASATA naona niko hapa hivi. Safi kabisa. Sasa ni wazi kwamba mbali na wasanii wa muziki na wasanii wengine ambao wanajulikana kwamba bana hawa ni wasanii, lakini kundi hili ni kama lilikuwa limesahaulika hivi. Na sasa mmeamua kuliweka kwenye database. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kwenye kanzi data yenu mmefanikiwa kusajili watu wa sanaa bunifu wangapi, na ni katika vipengele vipi hasa ambavyo mmewapata? Kwanza kabla sijajibu hilo, nipende kusema kwamba hili jambo sio jipya. Limekuwa linaonekana jipya kwa sababu kama unakumbuka Mheshimiwa Rais alisema kwamba mifumo yote ya serikali inatakiwa kusomana. Kwa hiyo katika kusomana huko sisi tuliunganisha mfumo wetu na mfumo wa serikali za mitaa ambao wanachukulia leseni za biashara ambao unaitwa Tausi. Kwa hiyo tuliunganisha mfumo wetu. Kwa hiyo baada ya kuunganisha mfumo, mtu akienda kuchukua leseni ya biashara kwenye mfumo inamletea kwamba unahitaji kuwa na kibali cha BASATA kwanza kabla ya kupata leseni ya biashara. Kwa hiyo hicho ndo ambacho kimeleta watu wengi zaidi. Kwa hiyo kwenye kanzi data sasa hivi katika kipengele cha wasusi na vinyozi tunakimbilia watu kuanzia 2000 na kuendelea, kwa sababu kila siku wanaongezeka kwenye mfumo. Usajili unafanyika kupitia mfumo, kwa hiyo kila siku wanaendelea kuongezeka. Na ni takwa la kisheria kwa maana ni lazima wafanye hivyo au wanatakiwa kujisajili kwa hiari? Ni takwa la kisheria. Ni takwa la kisheria. Lipo kabisa. Na ni mfano kwenye wasusi wapo aina tofauti. Kuna yule ambaye anasuka binafsi, yeye yuko free tu. Lakini kuna yule ambaye ana kampuni ama ana ofisi yake. Ni aina gani ya wasusi? Lakini kuna wapiga picha hapa pia na vinyozi nao katika sekta maeneo hilo. Mfumo wetu unatambua makundi yote, kwa maana kwamba mtu akiwa na saluni yake kuna sehemu ya kusajili miundombinu ya saluni za kike na kiume. Lakini kama mtu anafanya kama yeye mwenyewe, kuna sehemu ya kusajili kama solo artist ambaye ni msusi au mpiga picha au kinyozi. Kwa hiyo vipengele vipo vyote kwenye mfumo
na mfumo uko wazi kabisa na ni rahisi. Kuna mwingine ambaye hajafanya uamuzi anaweza akawa na hofu kwamba inaweza ikamuongezea mzigo wa kodi, kwa sababu kwa mfano mtu ambaye amefungua saluni analipa kodi TRA kama mfanya biashara, lakini pia kuna zile levies anazilipa kwenye mamlaka za serikali za mtaa. Sasa anapoona kwamba kuna mamlaka nyingine ambayo inamtaka ajisajili kama hivyo, anatakiwa kujisajili BASATA, aona kabisa pengine kutakuwa na kodi ambazo zitakuwa zinatozwa na BASATA, na hivyo pia kumuendelea kumuongezea mzigo wa kodi. Uhalisia ukoje katika hili? Uhalisia ni kwamba kuna kiasi cha malipo ambacho atatakiwa kulipia ambacho ni shilingi 10,000 kwa mwaka. Kwa hiyo ni kiasi ambacho ni kwa ajili ya, ni kama tuseme ni kama kodi ya huduma ya kutoa huduma, kwa sababu shilingi 10,000 ukigawanya kwa mwaka mzima ni chini ya shilingi 800 kwa mwezi. Kwa hiyo ni kiasi ambacho cha kutoa huduma tu. Sawa. Yeye anawapa 10,000 yake. Nyie BASATA mnampa nini? Sisi kuna fursa mbalimbali ambazo anakuwa amejitengenezea baada ya kujisajili. Kwa sababu atakuwa na, akishakamilisha usajili wake, atakuwa na haki ya kupata mkopo kutoka mfuko wa utamaduni na sanaa, ambapo anaweza akakopa kuanzia 200,000 mpaka 1,100,000. Huo mkopo upo na tayari watu wanafaidika nao. Alafu vile vile akija Baraza la Sanaa la Taifa akiwa anahitaji labda msaada wa kisheria, kuna wanasheria wako pale ambao watamsaidia bure kabisa bila malipo. Akihitaji msaada wa ushauri wa kitaalam, kuna wataalamu mbalimbali kutoka pale, kwa sababu kuna kitengo cha utafiti na masoko ya sanaa, kuna sehemu ya sanaa za ufundi. Kwa hiyo hizo huduma zote atakuwa anazi access bure kwa mwaka mzima kutokana na hiyo shilingi 10,000 ambayo amelipa. Sasa umezungumzia kuhusu mkopo. Ni kiasi gani hicho ambacho kinaweza kikawatosha watu wote hao? Kwa sababu sasa hivi unazungumza mmeshaweza kusajili watu zaidi ya 2,000 na ni wazi kwamba watakuwa wanaongezeka siku zinavyozidi kusonga mbele. Ikiwa wote wanahitaji mkopo, itakuwaje nyinyi kumudu kuwapatia mikopo hiyo? Fedha zipo. Mkopo upo, na kuna taasisi kabisa ambayo iko pale jirani na ofisi za BASATA ambao ndo wanashughulika na utoaji wa mikopo kwa wasanii na wadau wa sanaa ambao wamejisajili BASATA. Kwa hiyo hela zipo za kutosha na wala hatufikiri kwamba zitaisha. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wadau kufika na kuchangamkia hiyo fursa ya mkopo ili kuboresha kazi zao na kuzifanya kwa ufanisi zaidi. Na wengine kwa wasiwasi wa marejesho, hasa unajua wakati mwingine ukienda kwenye mikopo kunakuwa na vitu ambavyo labda unaweka mpaka urejeshe mkopo. Kwa upande wa taaluma hizi ni kwa namna gani mnasimamia ili wengine pia waweze kunufaika baada ya marejesho kufanyika? Kuna taasisi hiyo ambayo inashughulikia hiyo kutoa mikopo kwa wasanii, lakini sisi BASATA ndo tunakuwa mdhamini wa kwanza kabisa wa huyo msanii. Kwa hiyo anapokuwa na kile kibali chake, akishajaza fomu ya mkopo, sisi ndo tunamsainia kwamba tunamdhamini huyu ni msanii, tunamtambua, anafanya shughuli za sanaa, alafu ndo anaendelea ndo utaratibu wa kupata mkopo. Naam. Na katika hilo Awe, sasa pengine utupitishe katika utaratibu wa kujisajili kwa yule ambaye angependa kufahamu kuhusiana na utaratibu. Ndio. Usajili wetu unafanyika kupitia mfumo wa wadau wa sanaa ambao kiungo chake au link ni sanaa.go.tz. Kwa hiyo akifungua huo ukurasa, utakuja ukurasa ambao utamhitaji, kuna sehemu ya jisajili na nyingine imeandikwa ingia. Kwa hiyo kama ni bado hajaingiza taarifa zozote kwenye mfumo wetu, ataenda sehemu ya ingia, ataenda sehemu ya jisajili ambapo atahitaji kuweka namba yake ya NIDA kwa ajili ya kuhakiki taarifa zake. Akishahakiki namba za NIDA, ataulizwa wale maswali 2-3, alafu utafuata ukurasa mwingine wa kuweka nambari ya mlipa kodi au TIN namba. Kwa hiyo akishaweka ile nambari ya mlipa kodi, atajaza anwani yake ya makazi. Baada ya hapo ataingia kwenye mfumo sasa.
ambao tayari utakuwa ulishampatia linki kwa ajili ya kutengeneza password au nywila wanaita. Kwa hiyo akishaingia ndani ya mfumo vitakuja viboksi vitatu. Kuna kiboksi kimeandikwa Bodi ya Filamu Tanzania, kuna cha Baraza la Sanaa la Taifa, alafu na kingine cha ukurasa wangu. Naam, kama ambavyo tumeona pia hapo. Ndio. Kwa hiyo ataenda kwenye kiboksi cha Baraza la Sanaa la Taifa. Kile cha katikati hapo, Baraza la Sanaa la Taifa. Alafu kama kuna ambao wamesajili majina yao BRELA, kuna sehemu ya kuvuta taarifa kutoka BRELA, lakini kwa wale ambao hawajasajili majina yao BRELA wataenda kwenye kipengele ambacho kimeandikwa institution. Kipengele ambacho kimeandikwa institution kama kinavyoonekana. Alafu ataenda pale juu kulia pameandikwa ombi jipya. Kwa yule sasa ambaye ndo amejisajili alafu anafanya ombi jipya. Anafanya ombi jipya. Ile sehemu ya mwanzo kabisa imeandikwa hapana, utaiacha hivyo hivyo kwa sababu ukiweka ndio itakudai nambari ya usajili wa awali. Hao ni kwa wale ambao walishafanya usajili BASATA kabla ya kuwepo kwa mfumo. Kwa hiyo hapo atajaza jina lake kama lilivyo kwenye leseni ya biashara, au labda kama ni jina lake kama solo artist ataandika. Kipengele kinachofuata anaweza kajaza TIN number hapo, ameandika nambari ya usajili kutoka taasisi nyingine. Sawa, kwa ataendelea kujaza. Sehemu inayofuata barua pepe. Huo ni mfano tu, maana hizo taarifa sio. Ndio. Ameandika UDAFOA lakini hizo taarifa. Sawa. Tunapo tunakuonyesha mfano. Akaandika UDA. Hapo atachagua miundombinu ya saluni za kike na kiume. Ndio. Amechagua producer na chagua miundombinu ya saluni za kike na kiume hapo kwenye aina ya taasisi. Hapo kama anajisajili kama msusi au kinyozi, ndio atachagua pale miundombinu ya saluni za kike na kiume. Alafu upande huo wa aina ya sanaa sasa ndo utazikuta zote. Kama unahitaji msusi, kama unahitaji producer, mpiga picha, mshereheshaji na nini na kadhalika, zote zimeorodheshwa pale kwenye aina ya sanaa. Alafu atajaza anwani ya mahali. Itamletea, atachagua mahali ambapo biashara yake ilipo. Kwa hiyo yote anajieleza hapo. Yote anajieleza. Baadaye huko mwishoni itamruhusu kuhifadhi. Kwa sababu vile viambata havitamhusu. Vile viambata ni kwa ajili ya watu ambao wanasajili taasisi au organization. Viambatanisho. Okay. Sawa. Hila, kwako ilikuwa rahisi, ilieleweka vizuri? Mimi namshukuru Mungu, nilienda pale ile siku ile leo ulivyonielekeza na hapo nikajisajili. Wao walinisaidia. Kwa ulikuwa na NIDA namba yako tayari na vitu gani vingine ambavyo ulihitajika kwa nani? NIDA tu nilikuwa na NIDA na TIN number. Sawa. Haya, mambo ni mazuri. Na maana sasa hivi ndio sasa uko kwenye mchakato wa kupata mkopo. Matarajio yako ni nini hasa katika kuendeleza kazi zako na kuzifanya kwa ukubwa zaidi? Matarajio yangu mimi napenda sana kufundisha. My wish ni kwamba nitengeneze ma stylist wengi, wengi sana hapo baadaye. Kwa hiyo naendelea na program. Mwezi huu tutakuwa tunafundisha Morogoro. Hii class ambayo tutakuwa tunafundisha. So wasusi waje tu wajisajili kwa wingi sana, na pia tutakuwa na BASATA. Kwa hiyo kama utashindwa kujisajili mwenyewe watakuwepo pale kwa ajili ya kurahisishia wewe. Na pia wasio waoga. Unajua wasusi wengi ni waoga sana. Nakumbuka last time nilivyokuwa naandaa master class ya juzi. Nilikuja pale BASATA na wasusi baadhi wakawa wanaogopa hata kuingia kwenye ofisi, like wanasema kwa nini wanaogopa? BASATA ni kama kuna namna wanaogopeka. Kama polisi, wanahisi kama ni sehemu fulani ambao wao haiwahusu, lakini ni sehemu ambayo ya mtu yoyote. Inabidi pia BASATA mbadilishe strategy, manake watu ni kama ukisikia BASATA hivi unasikia msanii ameitwa BASATA. Kwanza ukisikia umeitwa BASATA, yani huwezi kuitwa hivi. Hamwezi kuitwa watu mkawapongeza, yani kuita kuwapongeza. Au mnafanya hivyo?
Hapana. Sasa hivi mbona tulishabadilisha na hilo lilishapita. Sasa hivi BASATA tuko friendly sana 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 na wadau wetu. Na ndio maana tunashirikiana nao kila pahali tunapoenda. Lakini naona sasa hivi Dr. Mapana anajitahidi kidogo, anacheza muziki nini. Kabisa. Kata rumba, yani kidogo watu wasiogope BASATA. Lakini wapo wengi tu ambao wameitwa wakapongezwa. Hata mimi pia. Okay, that's very good. Tulikuwa tunazungumza kuhusu mkopo, na kwa mfano mwaka wa fedha uliopita serikali iliweka bajeti ya zaidi ya shilingi bilioni 3 kwa ajili ya kutoa mikopo kwenye unaitwa mfuko wa utamaduni na sanaa Tanzania. Lakini inaonekana hii ni kama ni kama mamlaka hivi inajitegemea, manake ina mtendaji mkuu wake nini. Sasa inakuwaje linked na BASATA? Yani mnafanyaje kazi? Mnaweza kutoa maelekezo kwamba bana, sasa hawa ndio watu tulionao wanatakiwa kupata mikopo, au taratibu unakuwaje? Mtu anakwenda moja kwa moja kwenye huu mfuko au anakuja kupitia kwenu? Mfuko unaitwa ni TACAF kitu kama hicho. Yes. Utaratibu ni kwamba mtu anapoenda kule lazima, kwa sababu hiyo taasisi ya mikopo inahudumia bodi ya filamu, inatuhudumia sisi wateja wetu, kwa sababu bodi ya filamu kule kuna watu ambao wanajishughulisha na kazi za filamu, alafu Baraza la Sanaa la Taifa ndo sanaa zingine zote zilizosalia. Okay. Kwa hiyo mtu aweze akaenda kule bila kuwa na utambulisho kutoka BASATA. Okay. Lazima atambulike kwanza kwamba yeye ni msanii, alafu sasa ndo aweze kuhudumiwa kule taasisi ya mikopo. Okay. Kwa hiyo lazima aanzie kwetu. Okay, na TACAF ukiingia TACAF.go.tz pia unatoa maelekezo au jinsi gani ya kupata mikopo hiyo. Kabisa. Sasa tukiwa tunaelekea kukamilisha, unawashauri nini ya vila wasusi ambao bado wanauoga? Kuna wasusi, kuna vinyozi, kuna wapiga picha pia katika hilo. Mimi cha kuwashauri tu wakaza wajilasimishe, waje walete kwanza, itakuwa ni nzuri kwa sababu kutakuwa kuna database kwamba tutajulikana kwamba baba wasusi Tanzania tuko wangapi. Itakuwa rahisi hata serikali pia kuona jinsi gani ya kufanyaje ya kutusaidia. Na kingine tu wasio waoge. Unajua vyote hivi nakuaga na sababu ya uoga. Wanaona kwamba like BASATA it's a place kwa watu fulani tu ambao wamewekewa, lakini no, ni kwa watu wote. Wewe ambaye unaanza, umejiajiri au umeajiliwa, kama alivyosema kwamba unatakiwa ujisajili mtu yoyote, uwe umeajiliwa au umejiajiri. Kwa hiyo mimi niwakaribishe tu waje kwa wingi sana 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 wajisajili, kwa sababu mambo mazuri mengi yanakuja. Yes. Na kwako pia kama msimamizi wa masuala ya usajili, Gabriel. Asante. Mimi napenda kutoa wito kwa watu wote ambao wanafanya kazi za sanaa, lakini wadau mbalimbali ambao wanajishughulisha na sanaa waweze kujisajili kupitia mfumo wetu, lakini pia kufika ofisini nako kunaruhusiwa, mnakaribishwa sana. Pia kuna namba za mawasiliano ambazo zipo kwenye website ya kwetu na zinapatikana muda wote kwa ajili ya msaada wowote ambao mtu atauhitaji. Naam, asante sana. Vile wanasema msusi ajisuki. Mara tuko tunamuuliza bana, wewe nani amekusuka? Nisuka na dadangu. Of course tunajisuka sometimes. Kuna video zangu zinaonyesha waga najisuka. Okay. Lakini zile ambazo simple za dakika 10 muda mrefu unakuwa unachoka mikono. Safi kabisa. Na unajua hizi sanaa hizi ni kama zilikuwa zinachukuliwa poa, lakini jinsi zinavyozidi kurasmishwa manake tunazidi kuziongezea thamani. Yes. Basi tunashukuru sana kwa kuja kuzungumza nasi. Asanteni sana na kila laheri pia BASATA katika kuendelea pia kujisogeza karibu na watu na watu wasiwaogope. Haya bwana, mambo ndivyo yalivyo na tunakamilisha hivyo kuhusiana na swala la urasimishaji wa sanaa bunifu, na tumesikia hapo miongoni mwa faida ambazo unaweza kuzipata ni pamoja na fursa za mikopo na fursa nyingine ambazo zimekuwa zikitolewa kupitia urasimishaji huo.